Moja kwa moja tutaandamana hadi kitabu cha Mathayo 19 kuanzia 16. Ni habari kuhusu vijana na pia leo ni siku ya vijana. Nitaanza kusoma. Natazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitatenda jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Akamwambia, "Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri." Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika. Nimepungukiwa na nini tena?" Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulio navyo, uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Yule kijana aliposikia neno hile, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Hakika hapa ndio Wakristo tunarudi nyuma. Mathayo 19 kuanzia 16 hadi 22. Wakristo wengi tumejipata katika hii hali. Yesu yu mlangoni, anahitaji tu umkaribishe na aingie katika maisha yako. Tunapata ukijana kweli aliweza kuwa na yote duniani. Kama ni mali alikuwa nayo, kama ni kuheshimu wazazi wake aliheshimu, kama ni kuiba hakuiba, yote alijaliwa nayo. Lakini wakati tu aliulizwa kushirikisha uhusiano wake na Mungu, hapo ndipo walipokosana na Yesu, walipokosana na Mungu, na akaenda zake. Kwa huzuni aliacha kumfuata Yesu. Na mwanzo alikuwa na haja sana kujua zaidi ya ufalme wa Mungu. Na alipofunguliwa tu kwamba yale aliyo nayo akauze ili kusaidia katika ibada au kanisa, hapo ndipo alipokosana na kazi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo Wakristo tuko na mengi tumejaliwa. Endapo hata labda hauna kazi, lakini pia hata kuja kanisani hapa na kupanga tu viti, hiyo ni dhihirisho kamili unampenda huyu Mungu. Si kwamba unaweza toa kwa kusaidia au kutoa fedha, lakini pia kwa kusimama na kiti yote katika ibada, hiyo ni kweli umesaidia katika uwepo wa Mungu. Tutaendelea. Kitabu cha pili ni kitabu tu bado pale Mathayo 17:24. Nitauliza tu kanisa, zaka ni nini? Aliye na jibu anaweza nisaidia tafadhali. Mwalimu utatusaidia? Zaka. Reverend Amos, zaka ni nini? Zaka ni matoleo yale ambayo ni sehemu ya kumi ile ambayo yametolewa katika pia zaka ni sehemu ya kumi ya mapato. Okay. Pande wangu mimi najua zaka ni our first, matoleo yetu ya kwanza kwa Mungu. Tutasoma neno ndio tujue zaidi ya zaka ni nini. Tasoma. Hata walipofika Kapernaum, wale watoza nusu shekeli walimwendea Petro, wakasema, "Je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli?" Akasema, "Hutoa." Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, "Waonaje Simioni? Wafalme wa dunia hutua kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana au kwa wageni?" Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, "Basi kama ni hivyo, wana ni mahuru.
lakini tusije tukawakwaza. Enenda baharini, ukatupe ndoana, ukatue samaki yule azukaye kwanza, na ukifungua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Yesu kama dhihirisho ya ukweli wa neno, yeye mwenyewe alisimama katika pengo kwa kutoa. Endapo labda tungesema binadamu sisi ndio tunaambiwa tutoe, lakini mwalimu ambaye ndio Yesu, mkombozi wa maisha yetu, yeye alisimama kwa kutoa. Huenda labda alikuwa akituma Petro kwa njia fulani atoe, lakini labda Petro hakuwa anafikisha. Lakini yeye mwenyewe siku ya leo anadhihirisha kwamba enenda ukatoe yangu na yako. Kumaanisha pia kama kiongozi au mwalimu alitoa mfano mwema kwetu wa Kristo. Ndiposa hata mtu kitoka nje huku, mtu atakuuliza unatoa sadaka ya nini? Lakini sababu au kuu ni Yesu mwenyewe aliyekuwa mfano kwetu kwa kutoa. Labda unaweza uliza unatoa nini? Petro tunamjua katika Biblia alikuwa mvuvi wa samaki. Na katika hii samaki alikuwa anategemea kwa malisho yake. Huenda alikuwa anatoa pia hiyo kama zaka yake. Yesu kwa wakati huo hakuwa na kazi, lakini alijua Mungu mwenyewe ndiye anampa chochote atakachotoa. Na kupitia ufunuo aliona samaki akiwa baharini, na huyo samaki ndiye alikuwa na hii zaka ambayo alikuja akaitoa. Kwa binadamu mtu anazoona ni vigumu sana, kwa Mungu inawezekana. Ukijaribu kuimagine samaki yako majini, lakini katika ufunuo Yesu anaonyeshwa samaki yako majini, kuna pesa ako naye mdomoni. Huenda labda huko waipitia kusoma neno hilo, lakini tunaonyeshwa Yesu alifunuliwa zaidi na akapata kwamba kulikuwa na samaki baharini na amemeza fedha fulani. Na katika kuweka ile agano ya kutoa, alituma Petro akaenda akatoa, akamtega yule samaki na kutoa ile pesa ambayo alikuwa naye, na ndio ikatolewa kama fungu. Labda pia mtu anaweza uliza, kwa nini tunatolea Mungu? Mungu mwenyewe katika Yohana 3:16 mwenyewe anasema alimtoa mwana wake wa pekee ambaye ndio Yesu. Wewe chukua hiyo picha, mtu unatoa mwana wako wa pekee, ule mtu unayempenda unamtoa katika ulimwengu. Wengine wataona ni vigumu, labda mzazi atasema huyu ndio mali yangu yote, huyu ndio atampea utajiri wangu, lakini Mungu kupitia Yesu ambaye alikuja duniani kwetu alitolewa kama chombo, dhihirisho kwamba Mungu pia anatoa. Tutaendelea. Kitabu cha pili tutasonga. Hiyo tuenda Malaki 3:9. Nitasoma. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mmeniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mkristo wa leo tunajiuliza, tunamwibia Mungu vipi? Kazi tumejaliwa, watoto tumejaliwa na kila kitu katika hii dunia, lakini hata kuja kanisani ni shida. Kumshirikisha Mungu kwa jambo lolote ni taabu. Huku ukipata umeanguka chini au umekosa chochote kwa nyumba, unauliza Mungu yu wapi? Wakati hii yote ulikuwa unapata hizi zote, ulihusisha Mungu kwa jambo lolote kwa kumkujia kanisani, kumsifu ama kumwabudu? La. Ndiyo swali Mkristo anauliza. Ninyi mmelaaniwa. Ili Mungu sana anatoa laana, sababu wakati ulikuwa nayo haukumtafuta, lakini wakati unakosa ndio unajua kwamba Mungu amenikosea mimi. Tuchukue mfano wa kazi. Wakati unakuwa mgonjwa, utapigia bosi wako umwambie, boss, tafadhali leo sifiki kazini. Huenda naweza fika kesho, labda nimepata madhara ama niko mgonjwa. Umechukua jukumu la kupigia bosi wako. Bosi wako hakuwa na haja
yeye ndiye akutafute, wewe ndio ulimtafuta kwanza. Lakini wewe kwa kusikia ama kwa kuona lazima bosi wako mjulishe, kwa kweli unampigia, unajulisha. Tuje kanisani. Wewe labda umekuwa mdhaifu, unataka mchungaji akuja akutafute kwa nyumba au akupigie simu fulani, mbona sikuoni? Wewe ndio umpe sababu, mimi ni mgonjwa, lakini yeye ndiye amekutafuta. Lakini bosi huyu ambaye ni binadamu, umemwabudu zaidi ya Mungu. Kwa nini tunamchukiza Mungu? Tafadhali wa Kristo, tuepukane na hayo. Itaendelea. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Mungu anasema siku ya leo, nijaribuni. Beba hiyo fungu lako, leta hapo madhabahuni, uone endapo kama hata kusaidia. Amesema tu nijaribuni. Chakula kiwe kingi katika nyumba ya Bwana, uone naye kama baraka hata kupa. Tukianzia mwanzo hadi mwisho ambao ni Ufunuo, hakuna mtu yeyote aliyesimama na kazi ya Mungu na akakosa kupata matunda mema katika yote aliyotenda. Wakristo, tujaribu Mungu. Na ukianza hata kuanzia tu bado mwanzo hadi Ufunuo, hakuna mahali ambapo kando na kutoa zaka, Mungu mwenyewe alitufungulia wazi akatuambia atatupatia baraka. Unaweza kuwa unafunga, unaweza kuwa unaomba, lakini hakuna zaidi ya hiyo kando na zaka. Kuomba haina shida, mtu anaweza omba, hata wengine hawajajaliwa kuomba kanisani. Lakini katika matoleo anasimama naye kanisa, anapata baraka. Wakristo, tuwe watu wa kutoa kwa Mwenyezi Mungu, ndiposa nasi tupate baraka. Baraka zinatufuata kila siku, zi mlangoni zinabisha, na amesema tu nijaribuni, nanyi mtaona kama sitawajalia haya yote. Nitaendelea kusoma. Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka. Huenda mtu atajiuliza, mbona mlango isifunguliwe? Labda hii mlango tunaweza funguliwa tukufe. Tunakumbuka wakati wa Israeli walikuwa wanatoka katika mji wa Misri, walipokuwa katika safari yao, waliomba Mungu awapatie chakula na akawapatia chakula. Wengi waliokula hiyo chakula walikufa. Labda mlango ndio ulikuwa umefunguliwa, ikawa ndio laana, watu walikufa pale. Lakini yeye amefungulia tu mtu dirisha. Wenda hata matajiri tunaona ni kadirisha tu imefunguliwa ndogo tu, lakini mtu amebarikiwa venye unamuona ako nazo. Je, ukimfungua ukitoa zaka yako, iwaje kwa nini asikose kusaidia? Wakristo tuwajibike katika kutoa, ambapo ndio baraka zetu zilipo. Nitaendelea. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au la, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Anatuhakikishia tena yote haya baada ya kutoa, yeye mwenyewe atazikinga chochote, kama ni magonjwa, kama ni mchawi wa kusimamie au yeyote, ako tayari kumharibu kwa jina lake, na adui hatasimama mahali pako, maana yeye amepokea ulinzi wote wa maisha yako. Taendelea. Na mataifa yote wataiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Nchi zitatoka mbali kukopesha, watu watatoka mbali kukukopa, maana umebarikiwa na yote ambayo ulisimama na kazi ya Mungu. 13. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Kila siku tunashinda tunanung'unika,
mbona Mungu leo hujanijalia haya, mbona jirani yako na hii, mbona mimi sina. Kila siku tunashinda tukinungunikia. Mungu anakasirika kwa sababu unamnungunikia na ilhali umtafuti. Ni wakati wako siku ya leo utakapotoka hapa, jaribu kujifikiria. Je, unasimama na kazi ya Mungu? Je, unasimama na katika matoleo? Hata kama si matoleo, umesimama na jambo gipi kanisani? Hata kuja tu mapema na kubeba vitu weke kanisani, Mungu atasimama na wewe. Na wakati utamuitisha, atakupatia. Tutaenda katika kitabu cha pili, Wakorintho wa 3:12. Wakorintho wa kwanza kuanzia 3:12-16. Tuone faida Mkristo anapata baada ya kutoa au kuweka katika zaka. Tasoma. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu, dhabihu au fedha au mawe ya thamani au mti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Kwa kutoa haya zaka, tunadhibitishiwa tunajenga msingi kubwa mbinguni. Baada ya kifo cha mtu, katika kutoa kwako, kuna taji tunapewa, na Yesu mwenyewe alituhakikishia kuna taji kuu atapea kila mmoja. Huenda kweli utapata ufalme wa Mungu, tukatai, lakini kuna taji zaidi ya ufalme wa mbinguni. Tunampata mfano wa Lazaro. Lazaro alipofariki na yule tajiri, alikaa katika ubavu upande mmoja wa Abrahamu. Huenda alitenda kweli mema, tukatai, lakini hakupata taji yeye pia awe katika ufalme tofauti na hadi kazi yake aliyoifanya. So tunahitajika kujenga msingi wetu katika madhabahu, ndiposa pia nasi tuonekane katika ufalme wa Mungu tukipewa hitaji iliyo nzuri. Itaendelea. Maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, au ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Labda ulipanda yako ya nyasi. Hakika nyasi ukiweka kwa moto haita last for long. Labda ulijenga yako kwa mawe itakaa na dhahabu. Huenda uliweka ya mabati itaunguzwa au itaugua hata ikose kuonekana. So angalia matoleo yako, ni kweli ya kumfurahisha Mungu? Inadhihirisha uhusiano wako upi? Unampenda kweli? Inaweza kuwa tunampenda kwa mdomo, lakini je, nafsi yako unampenda Mungu? Taendelea. Kazi ya mtu aliyejenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Neno linasema kuna taji au thawabu. Thawabu ni kama zawadi kwa yote mema tuliyotenda, kusaidia mtu au kutoa katika kanisa. Hiyo ndio mema ambayo Mungu ametuwekea katika hazina yake. Baada ya wengi tutafariki, njiani tunapita, hii dunia tunapita tu safarini, lakini tutende mema katika kusimama na kazi ya Bwana, ndiposa nasi tupate taji ambayo tumeahidiwa maishani. Ya nini uwe naye ulimwengu yote, ufurahie dunia yote, na mbinguni uwe upelekwe motoni? Jaribu kujenga uwezekano wako na ushirikiano wako wa Mungu katika nafasi yake. Huko maana tunaambiwa tutakula, tutasherekea. Kuna mazuri zaidi ya dunia. Labda duniani umetembea bila viatu, lakini huko labda utakuwa wewe ndio mwenye ulikuwa na viatu zaidi ya dhamana, maana Mungu anasema kuna taji lake nzuri ambayo kwa mtu aliyesimama na kazi yake. Tuendelea. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Wenda yako labda ama mimi nilijenga yangu kwa nyasi. Yetu tunaambiwa itateketezwa, na tutakuwa ni kama tulifanya kazi bure mbingu duniani. So jaribu tujenge kwa yetu iwe ya dhahabu, at least ifurahishie Mungu. Wanasema manukato njema
inafurahisha Mungu. So angalia, unafurahisha Mungu au unamkosea. Ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Mmeulizwa swali. Kila mtu anajua yeye ni hekalu la Mungu. Hili kanisa tunaweza ita tu ni nyumba, lakini ushirikiano wangu na wewe katika hii ibada hii ndio tunaitwa wana wa Mungu, na ndio hekalu la Mungu. Tujisafishe moyo wetu iwe safi, ndiposa nasi tuonekane kuwa wazuri kwa Mungu. Tumpendeze katika sifa, katika yote ambayo ametujalia kwa hii dunia, tumfurahishe. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Tunapewa kama laana. Ukiliharibu hekalu hii, Mungu naye atakuteketeza. Utashangaa atakuteketeza vipi? Katika uovu wote ule, kifo hii mlangoni na kungojea, na adhabu yako ni motoni. Jaribu angalie, utaliharibu hekalu au utalitengeneza. Langu naweza waomba tulitengeneze, liwe safi na liwe yenye kupendeza pia Mungu. Miujiza itendeke hapa, watu wabarikiwe, tusikie watu wana magari, tuweke tuwe na paka hapo nje. At least kanisa ipanuke kwa sababu ya kumpendeza Mungu. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Ni mimi na wewe katika hekalu la Mungu ndio tunasimamisha kanisa kuwa ya kumpendeza. Kitabu changu cha mwisho kitakuwa Wakorintho wa pili 8 kuanzia 2. Neno linasema, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi. Tutaanzia 1. Tena ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi uliowaongezea utajiri wa ukarimu wao. Swali ni hili: je, tunaweza kuwa nafasi kama ya hao watu wa Makedonia? Hiyo ni mimi na wewe tujiulize na tujijibu. Hakika hawa watu walipitia mateso, lakini katika matoleo hata mtu aliyekuwa hana angehakikisha ametoa. Na Paulo alifurahishwa nao kwa sababu ya kutoa kwa ukarimu wao, na ilikuwa kama kanisa iliyopatia uhusiano mzuri wa watu kutoa katika matoleo yao. Tuendelea. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi ulioongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu zao. Hawakulazimishwa, lakini walitoa. Wewe fikiria, mtu hana lakini anatoa. Iweje wewe ni umebarikiwa nayo, haulali njaa, unakula, unashiba, hadi nyingine unatupa, lakini unashindwa kumtolea Mungu? Hawa labda walijaribiwa kwa sababu labda wakati fulani walikuwa nayo, lakini wakati wa dhiki hawakuwa nayo, lakini bado walisimama na kazi ya Mungu kwa kutoa. Wakristo, tafakari, tuwe kama mfano wa kanisa la Makedonia. 4. Wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. 5. Tena watenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. 6. Hata tukamwonya Tito kuwatimilizia
neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Hawa kanisa ya Makedonia walikuwa mfano mwema na kwa Wakristo wa sasa. Katika yote walisi Paulo wakiwa na Tito wabaki katika mji hiyo, ndiposa neno la Mungu lizidi kuwabariki zaidi. Lakini yote haya yatokana na Tito kwa kazi yake njema katika kanisa hili. Wapendwa, siku ya leo tujaribu kuiga hii kanisa ya Makedonia. Endapo tunaweza kuwa hatuna, lakini tusimame na kazi ya Mungu. Kwa yeyote ile Mungu amekujalia, hata kwa uhai huu, cheza hapa, at least Mungu naye afurahi. Kweli anajua mtu wake anamchezea kwa kumsifu. Itaendelea. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuwaamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyoofu wa upendo wenu. 9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Nami katika neno hili natoa shauri langu, maana neno hili lawafaa ninyi mliotangulia, yapata mwaka, licha ya kutenda hata na kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako, ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadri ya mlivyo navyo. Maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadri asivyo navyo. Kwa ajili ya Yesu Kristo, katika kufia kwake msalabani, kwa sababu yangu na wewe kikombolewe, alijifanya maskini, ndiposa mimi na wewe siku ya leo tufurahi katika utajiri wake. Bila yeye Wakristo tu nyuma. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu akawabariki. Nawapenda sana. Haleluya. Tusimame sisi wote. Nachukua hii nafasi na kupa Pastor Shared. Yaani kuja tuelekeze. Simama kwa miguu yako.